nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kuruhusu Arusha kuwa sehemu ya wenyeji wa mashindano ya AFCON. Kile kibali tu kinatusaidia kusukuma mambo mengi. Mojawapo ni hili la miundombinu, lakini si tu kwa sababu ya AFCON, kwa sababu tunajua potential ya mkoa wa Arusha. Ukiangalia kwenye record, viongozi wakuu wa nchi yetu, sehemu ambayo wameenda kwa ajili ya shughuli za kiserikali, na sio kwa sababu wanapenda. Si ajabu mara nyingine hata wangetamani wasiende sana hapo, lakini wanalazimika kwa sababu ya namna mkoa wenyewe ulivyojiallocate geographically. Wanakuja sana Arusha kwa ajili ya hizo shughuli. Wanalazimika kwa sababu dunia inapaangalia Arusha kama sehemu ya utalii, lakini pia utalii wa mikutano na shughuli nyingine za kimataifa. Ndio maana wanakuja sana. Kuna jambo umezungumza la barabara, nimelichukua, na ukweli si kwamba hatufanyi. Tumekuwa na mradi wa Agro Connect. Ule mradi umekuwa ni wa kilimo, una connect maeneo, unafungua maeneo ya kilimo kwa miundombinu. Na mimi kwa msukumo usema tutaendelea kuomba awamu nyingine na nyingine, lakini uzuri tukimaliza, tutapopata fungu tunawapatia TARURA na TANROADS. Wao ndio wenye utaalamu, wao ndio watusaidie kujenga. Sio kila kitu lazima kila mmoja akumbatia afanye yeye. Tukiwapa wenzetu kwa sababu wana utaalamu, sisi tutaconcentrate kutafuta msukumo kwenye eneo la chakula, wao wataendelea kututafutia msukumo kwenye eneo la miundombinu. Lakini cha ajabu watu wanasema serikali haisiki. Serikali imesikia Mheshimiwa Waziri, tunapozungumza tarehe 10 mwezi wa 7 ilitangaza barabara ile na tangazo la tenda kutoka kilomita 28 kutoka Mererani ipite Mbuguni ije mpaka bypass ije kuunganisha. Kwa maana yake kile kipande sasa Arusha hii itakuwa na entrance mbili na exit mbili kwa upande wa mashariki, na upande wa magharibi kuna entrance na exit ya kwenda Kenya na ambayo inakwenda mikoa ya kati na kanda ya ziwa. Kwa hilo Mheshimiwa Waziri, sisi kama jamii ya Meru tunasema tangu uhuru hatujawahi kupata kilomita 20 za lami kwa wakati mmoja ndani ya jimbo. Mwaka huu tumepata kilomita 28. Tena zimetangazwa nje ya utaratibu na kwa dharura zimeingizwa kwenye mpango wa AFCON. Kwa maana yake ni kwamba tuna uhakika zinakwenda kukamilika zote, na ni kilomita 28 lakini imetengwa kwa vipande viwili, pamoja na kwamba process ya tendering wanataka wagawe kwa vipande viwili. Hili jambo sasa nasalili ni jambo la taifa. Hiyo michezo ya AFCON inayokuja kwetu Mheshimiwa Waziri, hiyo ni faida kwa nchi, inakuja kutangaza nchi, sio jambo la jimbo moja hiyo. It's going to be a pride of the nation. Juzi kwa tunaangalia World Cup kwa tunaona wenzetu walivyojiandaa, na sisi kama tuonyeshe kwamba nchi inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan inao uwezo wa kuhost mashindano makubwa ya Afrika na watu wakafurahi ndani ya mkoa wa Arusha. Lakini sasa hivi kwenye mpango wa muda mfupi tunaendelea kuifanyia matengenezo makubwa kuhakikisha kwamba inapitika muda wote. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya matengenezo kilomita 8, lakini matengenezo tunayofanya sasa hivi pia ni miongoni mwa maandalizi ya michuano ya AFCON 2027, kwa sababu tunategemea barabara hii ndio itatumika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ndio lango la kuingilia kwenye jiji letu la Arusha. Kwa hiyo hapa tupo sehemu ya mradi ambapo sasa hivi tunatekeleza ujenzi wa kilomita 8.2. Tuna makandarasi wawili ambao wanafanya hizo kilomita 8.2, kila mmoja na kilomita 4.1. Mkandarasi wa kwanza ameanza hapo chini eneo la Maji ya Chai na atakuja mpaka eneo la Usariva mpaka Maji ya Chai.